Bwana apewe sifa. Amen. Ambao mnabatizwa ndio mmesimama wote, nataka msimame na kufanya agano la Mungu. Kwanza mjue hapa amsimami kumfanyia mtu binafsi agano. Tuko pamoja? Mnasimama kumpa Mungu na mwanaye maisha yenu binafsi. Hata kama ukiwa umeoa au umeolewa, Yesu anasema siku anapokuja mara ya pili, wawili watakuwa wamelala nini? Pamoja. Mmoja atatwaliwa, mmoja atafanyaje? Ataachwa. Kwa hiyo tupo katika wakati ambao binafsi Lutu aliambiwa na malaika wale wawili, toka Sodoma na Gomora. No, alimwambia hivi, usiangalie, jiponye nafsi yako, usiangalia wapi? Nyuma. Kwa hiyo safari ya kwenda mbinguni inafananishwa na ile safari ya wana wa Israeli toka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Na walisafiri wakiwa wanaongozwa na Mungu huyu mmoja na mwanaye, kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Sababu yule bwana au yule malaika wa Bwana ambaye alikuwa yuko mbele yao alikuwa ni Bwana Yesu. Kwa hiyo safari bado Kristo ni kiongozi wetu. Ingawa tutakufa moyo njiani, lakini sababu una matumaini, pale ambapo macho yako utayanyosha kwa Kristo, yeye atanyanyua mikono yake juu na nuru yake itakumilika, utapata nguvu, safari itasonga mbele. Hivyo mimi na ndugu yangu mtumishi Biabato hapa, inawezekana ikawa mara ya mwisho kuonana, ama isiwe hivyo, sawa sawa, kwa sababu maisha yetu ni kama moshi, leo yapo na kesho hayapo. Kwa hiyo sisi hapa lazima tusimame kama askari wa Kristo, kwa mujibu wa maandiko ya Paulo akimwambia Timotheo, kama askari wa nani? Wa Kristo. Askari yeye ana maamuzi binafsi. Askari anaapa kiapo cha kutii mamlaka. Baada tuna askari wanaamrishwa kupiga mpaka ndugu zao, si kwamba wana maumivu, lakini kwa sababu walikula nini? Kiapo cha kufuata dola. Kwa sisi pia leo tunafungamana na Kristo. Maandiko yanasema ukifanya ukiwa na kahaba mnakuwa mwili huu mmoja. Na maisha ya Mkristo ni kama maisha ya ndoa. Na hiyo ndoa ni fungate kati ya wewe na nani? Na Kristo. Mnakuwa mwili huu mmoja. Kwa hiyo maisha yako yatakuwa ina upekee wako, upekee katika dini. Kusanyiko ni eneo la kukutana kwa ajili ya kupashana moto na kufanya kazi ya pamoja na kuonyana kwa kadiri ya siku inavyokaribia. Wewe kuna maisha yako ya pekee yako baada ya hapa. Ukiwa pekee yako wewe ni nani? Ukiwa kwenye kusanyiko wewe ni nani? Hilo ni jambo la kutafakari binafsi. Bwana asifiwe. Na tubatizwe tu, ingawa ubatizo ni moja kuingia katika shirika la watakatifu, lakini pia tunabatizwa kuingia katika Kristo. Katika nini? Kristo. Tunakuwa wanafunzi wa nani? Wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa leo kama mtu ataisikia sauti yake kwa moyo mkunjufu na kwa moyo kabisa wa ndani, basi maisha yake yataenda kuwa mapya. Mawazo yake yataenda kutakaswa. Na Roho wa Mungu atakuwa kiongozi wa maisha yake. Tokea hapa na hata milele. Kwa hiyo tunafanya agano kubwa kwanza la kumkataa shetani na kumkimbilia nani? Mungu. Hatubatizwi kwa sababu tu tumeacha utatu huko nyuma. Tunabatizwa kwa sababu tumemjua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliye mtume. Maandiko yanasema wale wote ambao walimwamini Mwenyezi Mungu na mwanaye walihesabiwa nini? Haki. Na wakapata uzima wa nini? Wa milele. Na wanapata wokovu wanapokuwa na mkiri. Maandiko yanasema katika Warumi 10:9, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, maandiko yanasema utaokoka. Swali linakuja kwenu, mmemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu? Na mnaamini kuna Mungu aliyemfufua katika wafu? Na mnaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Maana mitume walikuwa wanahubiri kifo cha Yesu, walikuwa wanahubiri Yesu ni mwana wa Mungu. Walimbatiza yule mtu tu aliyeamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake, na wakaamini kwamba
yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Haya mambo mengine yanafuata katika mafundisho ya ABCD. Mungu awabariki kama ni tamanio lenu. Lakini iko hivi, maandiko yanasema usisite moyoni mwako na usiingie kwenye maji hayo kama una sita. Maana Mungu anataka kufanya agano na wale wenye moyo wa ukunjufu. Musa aliwaambia wana wa Israeli, walikuwa wameabudu sanamu, ila akawapa tumaini la pili. Wale ambao watakaa upande wa Bwana wapite njia wakae upande hii, na wale ambao wako upande wa baada ya sanamu wakae pande hii. Kila mtu alifanya uchaguzi, lakini wale waliochagua kinyume chake tunajua hatima iliyotokea. Sasa nyinyi, anayepita hapa kwenda kwenye maji ya ubatizo haya ambao ni tawala ya kiroho, anaenda kuuvua mwili wa nyama na kuvaa mwili wa kiroho, basi atapita hapa. Na ukiona kuna uzito usije hapa. Tuko pamoja mpaka hapo Maana ili ni usimfurahishe Masawe, usimfurahishe Mjabata, usifurahishe hawa watu, usimfurahishe Roho Mtakatifu, kwa maana ya kufanya tu vile kwa kufurahisha watu. Tafakari moyoni mwako. Bwana asifiwe. Alafu ufanye choice ya maisha yako. Maana tunaingia katika imani ambayo kwa kweli haipendeki duniani. Imani ambayo haina urafiki na imani zingine. Imani ambayo imekataliwa na makanisa kwa sababu tunaamini kinyume chake. Badala kusema hayo, nawapa dakika 2 za kutafakari. Wakati tunaimba wimbo mmoja hapo. Namba 116. 116. Bwana, ninataka hili, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Kupewa hekima yote itakuwa tunu kubwa, lakini moyo safi ni bora kwangu, bora kwangu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Haleluya. Na mimi nimetafakari kusonga mbele. Bila shaka, si ndio? Amina. Mshike mkono kama ni. Haleluya. Amina. Sasa ubatizo wetu, Yesu anasema katika Mathayo 28:18, Yesu akaja kwao akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru. Tazama, mstari 21, nipo nanyi mpaka ukamilifu wa nini? Kwa Yesu atakuwa nasi kuanzia hapa. Kifupi, kwa nini tunabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Tunabatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa maana tunaamini kuna Mungu huyu aliye Baba
na tuna Mwokozi mmoja, Yesu Kristo mwana wa Mungu, na tuna roho huyu mmoja ambaye ni roho wa Mungu na roho wa Kristo. Hiyo haina maana ya utatu. Sawa sawa, eh? Jina maana yake ni mamlaka. Sawa sawa. Ikisema nimepewa mamlaka yote, kwamba tunabatiza kwa mamlaka ya jina la nani? La Yesu. Tayari kashatupa wakfu wa kubatiza kwa jina lake. Kwa hiyo ina maana mtu yote anayebatizwa lazima atambue kuna Baba aliyetukomboa katika nguvu za nini? Za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo lake, Wakolosai 1:13, ambaye amemfanya kuwa mrithi wetu. Sasa na Yesu mwenyewe aliyojitoa, maandiko yanasema, tazama mwana na utamwita Yesu, atakuwa atenda kuokoa watu wake na dhambi zao. Haleluya. Na Yesu anasema kwamba nitapoondoka nitamtuma mfariji ambaye atawashuhudia kwa habari ya nini? Ya haki na nini? Na dhambi na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hakuniamini mimi. Kwa sababu ya haki, mimi naenda kwa nani? Kwa Baba. Sababu ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu ameshafanyaje? Ameshahukumiwa. Kwa nyinyi hakuna hukumu. Kwa hiyo ndio maana ya watu kubatizwa katika ufahamu huo. Mungu aliyetukomboa, Yesu aliyekubali kushuka kufanya kazi ya Baba yake ya kututoa dhambi, na Roho wa Mungu ambaye anatushuhudia kwa habari ya haki na dhambi na nini? Na hukumu. Kutoka hapa Roho wa Mungu aingie anakuwa kwenu kwa ajili ya kufanya hiyo huduma. Atawashuhudia kwamba mkuu wa ulimwengu ameshahukumiwa, ana kitu kwangu. Yaani shetani ana madai yoyote kwa Yesu. Kwa hiyo mnaofanya ubatizo huu tayari kwamba shetani ana kitu, ana madai kwenu, ingawa atanong'oneza kwamba bado niko na nyinyi, lakini tayari mmemshinda, sababu Roho wa Mungu iko ndani yenu. Haleluya. Hiyo ndio maana ya ubatizo huo, si ile ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, inaishia hapo. Haleluya. Tayari kwa mbatizaji atakuwa William Job, ataenda kuwabatiza, yeye anaenda kuwazika. Sawa sawa, nyinyi mmeshakufa katika Kristo. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tumepiga magoti mahali hapa chini, kama watumishi wako, tukitekeleza ile huduma ya mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba twende ulimwenguni kote tukahubiri Injili. Naaminie na kubatizwa ataokoka, na si amini atahukumiwa. Watu wako wameamini na kusii ishara zile zifuatane nao. Kawape nguvu zako na mambo mapya ya maisha yao, katika ufahamu wao na roho zao na nafsi zao. Yale ambayo yamefundishwa kidogo yakawe mwendelezo kwa Roho wako. Tuma wajumbe, waweke wakfu, wafanye tofauti, wafanye mwanga na nuru, adui asisogee mahali hapo. Nguvu za Mungu ziwashukie, Roho wako akawashukie, wakajazwe Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Wakawe watu wa tofauti, wakawe watu wengine. Asante Baba kwa agano ile ambalo umelifanya la tofauti ambalo halijawahi kufanyika. Nafurahi kwamba mbinguni sasa hivi malaika wakipiga vigeregere, wakifurahia mbele zako, wakiona watu wamekuamini, wamemwamini mwanao, na ulisema kwamba mtu yoyote ambaye atamtumikia mwanao utamheshimu. Kawaheshimu watu wa Dunguti Mkarama, wakawe nuru na gumzo katika eneo hili. Kwa jina la Yesu tunakuomba. Amen. Amen.